Maana zile tamaa za kibinadamu sasa umezishinda. Unasema leo ni kwa Bwana tu. Kwa Bwana tu. Lazima kieleweke. Nikasikia habari njema ya jioni. Yesu anasema nini? Utakuwa umetoka kwenye tamaa hizo. Kwa sababu mwili nao ni roho inayokamata maisha ya mtu. Kwa mfano ile asubuhi, jamani hapa wote si tunalala? Ile asubuhi kuamka unatoka kwenye blanketi, kale ka joto kale ka asubuhi, mwili unasema ongeza usingizi. Ongeza kidogo, umepunguza kidogo, ukiamka punguza kidogo, utaamka baadaye kidogo. Na hiyo inafanya wengi kuchelewa. Inafanya wengi kuchelewa. Kama wamama wote wangekuwa na elimu ya misali ile 30 na mpaka 31 ya yule mwanamke, tungekuwa tunawahi ibada. Tungekuwa tunawahi kabisa. Eti mama Baruya, saa 11 kabisa mwanamke ameamka. Saa 11 alfajiri anakuwa ameshaamka mwanamke. Utachelewa saa 3. Lakini mwanamke akiamka saa 3 si hatari. Jamani, haya ni mambo ya kimwili kabisa. Ni mambo ya kimwili kabisa. Ndio naleta shida. Lakini kuyaweza ni kupokea neema yenye utosherevu inayotoka kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ili kututenga na tabia ya mwili. Maana tabia ya mwili inashindana na roho. Roho inataka kufanya makusudi ya kimungu, lakini mwili unavuta. Sasa roho inapochukua nafasi, inauendesha mwili. Inauendesha mwili. Hii ndio sababu Biblia inasema tunashinda zaidi ya kushinda kwa yeye adutiaye nini? Nguvu. Tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Yaani ukiona mchungaji wako anakazana Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, yaani natamani tujae na kujaa ili tuwezeshwe. Ili tuwezeshwe. Kwa sababu moyo wangu na macho yangu yananionyesha msaidizi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyu akiwapo ndani yetu atatupatia macho, ufahamu, kutambua, kugundua vitu muhimu katika safari. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Kila mtu auchukue msalaba wake, ndipo amfuate Yesu ili aweze kuwa hai katika Kristo Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki. Tusimame.